Hiki ni kitabu cha Isaya mstari wa 60. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Huyu ni Isaya anakuambia kutoka kwenye Isaya 60. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru imekuzukia. Tena mstari wa pili, maana tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Kwani Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijia nuru yako. Kwa hiyo Isaya alikuwa anaongelea taifa la Israeli. Isaya alikuwa anaongelea taifa la Israeli. Endelea. 3. Na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kuujia mwangaza wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote watakusanyana, watakujia wewe, wana wako watakujia kutoka mbali. Kwa hiyo Isaya alikuwa anaongelea wana wa Israeli Mungu atakapowakusanya kutoka katika nchi zote, kwamba anakwambia nuru itaangaza na wana wa Israeli watakujia kutoka mbali. Na binti zako waliobebwa nyongani, ndipo atakapoona na kutia nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Wingi wa ngamia utakufunikia, ngamia vijana Midiani na Efa, wote watakujia kutoka Ifa. Kwa hiyo Mungu hapa alikuwa anaongelea kitu mnachokiita ufalme wa mbinguni. Mungu alikuwa anamtumia nabii wake Isaya, anatabiri mambo yajayo. Na ukisoma Isaya 60 na kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu utakuwa hapa duniani, na taifa litakaokuwa linatawala kipindi hicho itakuwa ni wana wa Israeli. Kulingana na Isaya 60 inakuonyesha mataifa watawatumikia wana wa Israeli kwa vitu vyote walivyo navyo. Narudia, ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Kwa hiyo mataifa wote watawatumikia Israeli. Kwa hiyo kitabu cha Isaya 60 kinaongelea utumwa unaokuja. Kitabu cha Isaya 60 kinaongelea utumwa unaokuja. Nitaendelea, nitaluka Isaya 64, 63,
Isaya 63 kuanzia mstari wa kwanza. Nasoma, ni nani huyu atokaye Edom? Na unapoongelea Edom unamaanisha taifa la watu, na huu ni unabii ujao. Biblia inakuuliza ni nani huyu atokaye Edom, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra. Kwa hiyo huu unabii ulikuwa unaongelea ujio wa Yesu mara ya pili. Anakuambia ni nani huyu atokaye Edom. Nani huyo? Ni Yesu. Endelea. Huyu aliye na nguvu za fahari, anayekwenda katika ukuu na uweza wake. Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Huyo ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo Biblia inakuuliza ni nani huyu atokaye Edom. Tunapoongelea Edom tunamaanisha kaka yake na Yakobo, kwa jina jingine anaitwa Esau. Huyu aliyeona na nabii Isaya anatoka Edom. Nabii Isaya anakwambia mavazi yake yalikuwa yamejaa damu. Hiyo ikimaanisha nini? Hiyo inamaanisha ni hukumu kwa taifa linaloitwa Esau au taifa linaloitwa Edom. Mungu anajiandaa kwa hukumu hawa watu wanaoitwa watoto wa Esau, au kwa jina jingine tunawaita Edom. Endelea. Kwa mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu aikanyagaye zabibu. Kwa hiyo Isaya anaendelea kukuambia huyu mtu aliyetoka Edom, ambaye nguo zake zilikuwa zimetapakaa damu, anaifananisha ile damu kama mtu aliyekuwa anakanyaga zabibu. Kwa hiyo hii inaongelea nini? Hii inaongelea uharibifu ambao utakuja Yesu akija mara ya pili. Yesu anapokuja mara ya pili anakuja kuhukumu na kuokoa hapo hapo. Ndio maana Yesu alikuwa anakuambia mmoja atakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataacha. Wawili watakuwa wanasaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataacha. Kwa hiyo Yesu anapokuwa anakuja kuokoa watu, vile vile atakuwa anaangamiza watu. Na moja kati ya nabii za Yesu kuwa anaangamiza watu inatoka kwenye Isaya 63. Mpaka Isaya anamfananisha na mtu aliyekuwa anasaga zabibu. Kwa hiyo tunaendelea rudi kwenye Isaya 60. Nilikwambia Isaya 60 inaongelea utumwa utakao kuja. Watu wanafikiria kwamba utumwa umepita, lakini Biblia inakwambia utumwa unakuja. Kwa sababu Biblia inakwambia Mungu ni Mungu mwenye haki.
Mungu ni Mungu mwenye haki, huwalipiza kisasi adui zake. Kwa hiyo hii ni Isaya 60 kuanzia mstari wa 12. Nitasoma: kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Kwa hiyo hii Isaya 60, kitabu cha Isaya 60 kilikuwa kinaongelea historia ya wana wa Israeli. Kwa hiyo kupitia nabii tunaona wana wa Israeli walikuwa wamesambazwa kila nchi, na Yesu mwenyewe atakapokuja mara ya pili atafanya kazi ya kuwakusanya. Alafu anaendelea kukwambia mataifa wote waliochukua wana wa Israeli kwenda utumwani watakuwa watumwa wao. Anaendelea kukwambia kwenye Isaya 60:12, utarudia: kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Kwa hiyo hii ilikuwa inaongelea utumwa ujao, kwamba wana wa Israeli watawachukua mateka waliowachukua mateka. Endelee: utukufu wa Lebanoni utakujia wewe, mberoshi na mtizari na mteshuri pamoja, ili kupapamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Kwa hiyo huyu ni Mungu anakuambia mambo ambayo yanakuja baadaye kuhusiana na habari za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nitaruka Isaya 65 kuanzia mstari wa 14. Hizi zote zinaongelea kuhusiana na habari ya ufalme wa Mungu. Nimeshakwambia ufalme wa Mungu hautakuwa mawinguni ambapo watu watakuwa wanaelea na kuimba sifa. Ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani, tena itaambatana na mataifa wote kuwatumikia wana wa Israeli. Nitasoma Isaya 66 kuanzia mstari wa 14. Nanyi mtaona na mioyo yenu itafurahi na mifupa yenu itastawi kama majani mabichi. Alikuwa anaongea na wakina nani hapa? Wana wa Israeli. Nitaendelea: na mkono wa Bwana utajulikana waelekeao watumishi wake, naye ataonea adui zake ghadhabu. Kwa hiyo Biblia inakwambia Mungu ana maadui. Kwa hiyo tumesoma kwenye Isaya 60 anakuambia Bwana atawafanya wana wa Israeli wawe taifa tena, na maadui wa Israeli watakuwa maadui wa Bwana. Kanisani wanawafundisha kwamba Bwana anapenda kila mtu, lakini tuone Mfalme Daudi alisemaje kuhusiana na swala hilo.
Tutasoma Zaburi 139 kuanzia mstari wa 20. Kwa maana wakuasi kwa ubaya, adui zako watakutaja jina lako bure. Kwamba Mungu ana maadui, hasa wale watendao mabaya. Je, Bwana, nisiwachukia wanaokuchukia, nisikirihie wao wakuasio? Na wachukia kwa ukomo wa chuki, wamekuwa adui kwangu. Hiyo huyu ni Mfalme Daudi anakuambia Bwana anachukia. Anakuambia kwamba Bwana anachukia. Na tena tu achukii hivi hivi, anachukia kwa chuki isiyokuwa na ukomo. Kwa nini? Kwanza Mungu anawachukia maadui wa Israeli. Ndio maana tumeona kwenye Isaya 60 anakuambia Bwana atawafanya Israeli kuwa taifa kubwa tena, na mataifa watawatumikia kwa kila kitu walichokuwa nacho. Kienda kwenye Isaya 60 anakuambia ukienda kwenye Isaya 60 tarudia kuanzia mstari wa 5 kuonyesha kwamba mataifa baadaye kwenye ufalme wa mbinguni ambao mnaambiwa utakuwa kwenye mawingu sijui wapi, ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa, na wana wa Israeli watakuwa watawala, na kila mtu atawatumikia kwa kila kitu alichonacho. Kila taifa litakaa kwenye mji wao. Mungu alipoyatenga mataifa kwenye Mwanzo 10, kila taifa liligawiwa ardhi yao. Ndio maana unaona South Africa kuna ugomvi unaendelea kule. South Africa kuna ugomvi kati ya Wanigeria na watu wengine na watu wa South Africa wanaokaa pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi hichi tangu wazungu waanze kutawala hapa duniani, kila kitu kimekuwa shagarabaga. Kuna sheria zinakuambia unaweza ukaishi sehemu yoyote. Hamna hiyo sheria kwenye Biblia, haipo. Biblia inakwambia Mungu alipowaumba wana waliozaliwa kutoka kwa Adamu, alimgawia kila mtu sehemu yake. Zamani hizo kulikuwa hakuna ugomvi wa ardhi. Kwa hiyo kinachoendelea South Africa ni kwamba watu waliamua kuishi tofauti na Biblia. Biblia inakwambia Mungu alipowaumba wana wa Adamu kufika mpaka kwa Noa, kila taifa liligawiwa ardhi yake. Na kipindi hicho kulikuwa hakuna mambo kama haya ya ugomvi sijui nini, kwa Kiingereza tunaita racism, kwa sababu kila mtu aliishi kwenye ardhi yake. Naona ndio maana kwenye Isaya 60 inakwambia mataifa watawatumikia wana wa Israeli kutoka kwenye ardhi zao wanazoishi. Narudia, Isaya 60 kuanzia mstari wa 6, ndipo nitakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Wingi wa ngamia utakufunikia, ngamia vijana wa Midian na Ifa. Kwa hiyo ukienda kwenye Zaburi utaweza kuona zaidi. Kwa nini nasema Mungu aliwapa mataifa mengine yote tofauti na Israeli? Mataifa mengine yote aliwapa wana wa Israeli kuwa kama miliki yao.
Nenda Zaburi 2 kuanzia mstari wa 7. Tasoma, nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mwana wa Mungu ni nani? Taifa la Israeli kwa ujumla. Kwa hiyo huyu ni Daudi alikuwa anaongea. Tena mstari wa 8, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Kwa hiyo kusoma kwenye Zaburi 2 mstari wa 8 anakuambia wana wa Israeli walipewa mataifa kuwa miliki yao. Kwa hiyo mataifa wote watawatumikia wana wa Israeli kulingana na Isaya 60. Kwa hiyo tutaendelea na Zekaria. Tumetoka kusoma Zaburi, tumeona kwamba wana wa Israeli walipewa mataifa yote kuwa urithi wao. Kaenda kwenye Isaya 60 tukasema ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani, sio mawinguni. Na wana wa Israeli watakuwa watatawala kutoka Yerusalemu. Kaenda kusoma Zekaria 14 mstari kuanzia wa 17. Hii itaenda kukuonyesha ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani, sio mawinguni, sijui mnaimba sifa wapi. Na hiyo itaambatana na mataifa wote kuwatumikia wana wa Israeli, kwa sababu kwa Zaburi 2:8 imekwambia mataifa walipewa kuwa urithi kwa wana wa Israeli. Tasoma kwa nguvu. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani. Hiyo ni lini? Hizo ni siku za baadaye zijazo. Tuendelea. Asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, huwa haitanyesha kwao. Huyu ni nani? Yesu. Kwa hiyo kipindi hichi cha ufalme wa mbinguni utakapokuwa hapa hapa duniani, mataifa wote watalazimika kwenda kusali Yerusalemu na kutunza sikukuu kama mfano wa sikukuu za vibanda, ambayo kwa Kiingereza tunaita the Feast of Tabernacle. Na taifa lolote ambalo halitafanya hivyo utakuwa na mapigo mbalimbali, ikiwemo mvua kutokunyesha kwao. Huyu ni Zekaria ndio anaongea hivi. Tuendelea. Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao, na kama jamaa za Misri hawatakwea wala hawaji, pia haitanyesha kwao. Kwa hiyo Mungu anakuonyesha ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani, na watawala watakuwa wana wa Israeli. Anakuambia Wamisri ni kina nani? Wa Afrika, watoto wa Hamu, kwamba Wamisri wasipokwea kwenda kumwabudu mfalme Misri, mfalme wa Wayahudi ambaye atakuwa Yesu, mvua kwao haitanyesha. Na hiyo itaambatana na adhabu nyingine mbalimbali. Pia haitanyesha kwao. Itakuwa tauni ambayo Bwana atawapiga mataifa. Kwa hiyo kipindi hicho kutakuwa na sheria ambazo wamewaambia kwamba sheria zimepita na wakati, na sheria zitakuwepo. Kwa hiyo hata kwenye ufalme wa mbinguni ambao wanawafundisha kanisani huko,
kutakuwa na sheria, na moja kati ya sheria ni mataifa yote kumwabudu mfalme wa Wayahudi ambaye mnamuita makanisani Yesu. Kwa hiyo huyu Yesu atausimamisha ufalme wake Yerusalemu. Mataifa wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda, hii ndiyo adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo tunaendelea kuongelea ufalme wa Mungu kuwa duniani. Tutasoma Ufunuo wa Yohana 2:27. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi. Kwa hiyo tumetoka kuona kwenye Zekaria kwamba Zekaria 14 kuanzia mstari wa 15 kwenda chini, Biblia inakwambia ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani na mataifa yote watamtumikia mfalme wa Wayahudi ambaye mnamuita Yesu. Tunaenda kwa Ufunuo wa Yohana 2:27, anakwambia huyo Yesu ambaye mnamuita kanisani hivyo atawachunga mataifa wote kwa fimbo ya chuma. Kwa nini Yesu atawachunga mataifa wote kwa fimbo ya chuma? Kwa sababu ufalme wa mbinguni utaambatana na watu kutunza sheria. Tumeona moja kati ya sheria ni kwamba mataifa watahudhuria Yerusalemu kushika sikukuu inaitwa sikukuu ya vibanda. Ambao hawatafanya hivyo watapigwa kwa tauni na ukame.
adhabu hazitaishia hapo. Tumekuja kwenye Ufunuo wa Yohana, tumeona itaendelea na mataifa kwa kuchungwa kwa fimbo ya chuma. Narudia, Ufunuo wa Yohana 2:27, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondoazo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nitarudi tena kwenye Zaburi kuanzia mstari wa 8. Zaburi 2 kuanzia mstari wa 8. Tasoma kwa nguvu. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Huyu ni nani? Huyu anaambiwa mfalme wa Wayahudi ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Na hapa Mungu alikuwa anaongelea taifa la Israeli zima. Taifa la Israeli lilipewa mataifa kuwa urithi kwao, na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, mwadhibiwe. Tumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itakuwa upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Kwa hiyo Biblia inaendelea kusema hasira ya Bwana inakuwa upesi kwa wao ambao hawataki kumcha. Soma kutoka kitabu cha Ayubu. Kwa hiyo tunaona Mungu ana hasira na watu ambao hawamchi. Tukaendelea kusoma kwenye kitabu cha Isaya. Hiki ni kitabu cha Isaya 63. Ni nani huyu atokaye Edom? Nimewaambia Edom ni taifa linaitwa la Esau, kaka yake na Yakobo. Ukiona kusoma kwenye kitabu cha Malaki, atakwambia Mungu aliwachukia hawa watu wanaoitwa Edom. Kwa hiyo anachokifanya Yesu atakapokuja mara ya pili, kitu cha kwanza itakuwa ni kuwatembelea hawa jamaa. Hawa taifa la Edom ni wakina nani? Nimekwambia Edom kwa jina jingine anaitwa Esau. Esau ni nani kwenye Biblia? Esau ni pacha yake Yakobo ambaye alizaliwa mwekundu. Watu wekundu hapa duniani wakina nani? Wazungu. Wale sio weupe, wale ni wekundu. Na hakuna mtu mweupe kama maziwa, wale ni wekundu. Kwa hiyo ukienda kwa Malaki, Malaki 2 anasema
nimewapenda nyinyi Bwana, lakini nyinyi mwasema umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Kwa hiyo nimeweza kuambia Esau alikuwa ni ndugu yake na Yakobo, ambaye kwa jina jingine ukienda kusoma kwenye Mwanzo 36 aliitwa Edom, ambaye ndio huyo ambaye ametajwa kwenye Isaya 63. Tuendelee tuone. Je, Esau ndugu yake Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa. Kwa nini Mungu alimchukia Esau? Nimesha kwambia Esau ni wazungu. Kwa nini Mungu anawachukia wazungu? Kwa sababu ya mambo wanayoyafanya. Kitu cha kwanza, wamejenga miji yao kwa kumwaga damu. Kwa nini nasema wamejenga miji yao kwa kumwaga damu? Ninaongelea swala la utumwa. Ni nani hapa duniani aliyewachukua wenzake kwenda utumwani? Wazungu. Kwenye Biblia wazungu wanaitwa Esau. Kwa nini Mungu anawachukia hawa watu? Kwa sababu wamejenga miji yao kwa kumwaga damu. Wametafuta mali zao kwa kumwaga damu. Ndio maana unamuona mzungu yupo kule kwa Waarabu akiwaua, au muoni kule South Africa akifanya hayo mambo. Hiyo ipo kwenye Biblia, inakwambia hawa watu wanaitwa Esau. Esau alizaliwa mwekundu, ambaye ndio kaka yake na Yakobo. Na kuna sababu ya Mungu kumchukia Esau, Edom, au hawa wanajiita wazungu. Tutaendelea na Malaki. Bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa. Tunapoongelea milima tunamaanisha falme. Kwa hiyo Mungu alimchukia Esau, na kuna sababu kwa nini alimchukia Esau. Hata ukienda kwenye kitabu cha Warumi 9, ukaenda kwa kitabu cha Waebrania 11, bado anakuambia vile vile. Maana watu wanapenda kusema Mungu kwenye Agano Jipya anampenda kila mtu. Hamna. Kwenye kitabu cha Agano Jipya, kitabu cha Waebrania 11 na kitabu cha Warumi 9, Mungu anakuambia kitu kile kile alichosema kwenye Malaki 1, kwamba Mungu anamchukia Esau na ameifanya milima yake kuwa ukiwa. Huyu Esau ni nani? Nimesha kwambia Esau alikuwa ni kaka yake na Yakobo, ambaye alizaliwa ni mwekundu. Ni watu gani hapa duniani ni wekundu? Nimesha kwambia wazungu, hakuna mtu mweupe hapa duniani, wale ni wekundu. Kwa hiyo nitaendelea. Bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na ulisi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Ijapokuwa Edom wasema tumepondwa, lakini tutarudi na kuwajenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, bali mimi nitaangusha. Kwa hiyo hawa watu wanaoitwa Esau, Edom, hao wazungu wanasema kwamba sisi tutajenga kinyume na Mungu, lakini Mungu anakwambia wao watajenga, mimi nitaangusha. Ataangushaje? Ndio tunarudi kwenye Isaya 60 mstari wa kwanza. Nani huyo atokaye Edom, mwenye mavazi ikiwa damu kutoka Bosra? Kwa hiyo Bosra ilikuwa ni moja kati ya miji alipokuwa anaishi Esau. Tuendelee. Huyu aliye na nguvu za fahari, aliyekwenda katika ukuu wa uweza wake. Rudi 1, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra, huyu ndiye na nguo za fahari. Kwa hiyo inamwongelea Yesu. Hapa niko naelezea Malaki 1 alipokuwa Mungu anaposema kwamba Esau anasema nitajenga,
Lakini Mungu anamjibu, ukijenga mimi nitabomoa. Esau atajenga nini? Ndio hii miji, haya miji iliyojengwa kwa kumwaga damu za watu. Tunaendelea sasa kumuona Esau. Esau alijenga nini ambacho Mungu anasema atakibomoa? Tuendelee. Tutasoma kutoka Ezekieli 35. Ezekieli 35. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako juu ya mlima Seiri. Mlima Seiri ni sehemu ambapo watoto wa Esau walikuwa wanakaa. Na mlima Seiri kwa sasa hivi ni nini? Mlima Seiri kwa sasa hivi ni sehemu ambapo watoto wa Esau pia wanakaa, ambapo Mungu anasema watajenga lakini watabomoa. Tunaendelea. Basi kama mimi niishivyo, asema Bwana, nitakuweka tayari kwa damu na damu itakufuatilia. Kwa sababu nimekwambia hawa wazungu walijenga miji yao kwa kumwaga damu. Kwa hiyo hiyo damu itawafuata kokote wanakoenda. Wamejenga miji yao kwa kumwaga damu wazungu. Hiyo damu imetoka wapi? Kwa watumwa. Nitaendelea kusoma. Tarudia mstari wa 8. Basi kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, nitakuweka tayari kwa damu na damu itakufuata. Taendelea. Ikiwa ukuchukia damu, bali damu itakufuata. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaongea na watu wanaoitwa Esau au Edom. Huu ni mfano wa picha wa watu wanaojiita Esau au Edom. Mstari wa 7. Hivi ndivyo nitakavyoufanya mlima Seiri kuwa ajabu na ukiwa, nami nitaukatilia mbali nao mtu apigaye na mtu arejeaye, nami nitaijaza milima yake watu wake waliouawa katika milima yao na katika mabonde yao na katika mifereji yao ya maji yote. Wataanguka wao watakaouawa kwa upanga. Nitakufanya kuwa ukiwa wa daima, na miji yao haitakaliwa na watu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo Mungu anaongelea kuhusiana na hao watu wanaojiita watu weusi. Mungu anawaambia kwamba wanaojiita wazungu kwamba kwa sababu wao walipenda kumwaga damu, wamejenga miji yao kwa kumwaga damu. Nitaenda kusoma kitabu cha Habakuki 2.
Nimekwambia yoyote yule ajengaye mji wake kwa kumwaga damu. Ni wakina nani wamejenga miji yao kwa kumwaga damu hapa duniani? Nimeshakwambia wazungu wamejenga miji yao kwa jasho na damu la watumwa. Utaendelea. Hii ni Habakuki 2 mstari wa 12. Ole wake yeye ajengaye mji kwa damu, awekaye imara miji mkubwa kwa uovu. Angalieni, je, jambo hili halikutoka kwa Bwana wa majeshi, kwamba watu wajishughulishe moto na mataifa wajisumbue kwa ajili ya ubatili? Kwa maana duniani itajazwa na maarifa ya utukufu na Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Kwa hiyo Habakuki anakwambia ole wake mtu yule ajengaye mji kwa kumwaga damu. Hii ndo ile tuliyosoma kwa Ezekieli. Ezekieli 35 kuanzia mstari wa 6. Basi kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, nitakuwekea tayari ya damu, na damu itakufuata, ikiwa ukuchukia damu, bali damu itakufuatia. Kwa hiyo tutarudi kwa Isaya 63. Tumeshaona kwamba Mungu anachukia miji iliyojengwa kwa kumwaga damu. Ni miji gani hapa duniani imejengwa kwa kumwaga damu? Tunaanza miji ya wazungu. Wazungu wamejenga miji yao na uchumi walionao kwa kumwaga damu ya watumwa. Unaambiwa wazungu wameua karibuni watumwa milioni 100, na bado mpaka sasa hivi wanaendelea kuwaua. Kwa hiyo ndio miji ambayo Mungu anaichukia. Haijalishi kwamba wazungu waliwaletea Ukristo, lakini bado Mungu yuko kinyume nao. Nitaendelea kusoma. Ni nani huyu atokaye Edom, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Basra? Huyu ndiye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu na uweza wake. Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kuwa na mtu akanyagaye dhabihu. Nilikanyaga shinikizo peke yangu, wala hakuna watu wa kuwapo mtu pamoja nami. Nami naliwakanyaga kwa hasira yangu, niliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao. Kwa hiyo tumeona kwenye Ezekieli 35 kwamba Mungu, hao watu waliojenga miji yao kwa kumwaga damu, kwamba Mungu yuko kinyume nao, na yeye pia atamwaga damu yao. Kwa sababu ukienda kwenye sheria anakwambia mtu anayejenga mji kwa kumwaga damu, damu yake itahitajika ili usafishe ule mji. Utaendelea. Maana siku ya kisasi ilikuwako moyoni mwangu, na mwaka wao waliowakomboa umewadia. Nikatazama, wala hakuna wa kusaidia. Kwa hiyo Mungu, unaambiwa Biblia ya kuambia Mungu ana kisasi. Tumeenda kusoma kwenye Zaburi 149 mstari wa 20. Anakuambia kwamba Mungu hujilipizia kisasi kwa wale wanaowasikia. Tumekuja kwenye Isaya 63, anakuambia Mungu ameiweka siku ya ghadhabu moyoni wake. Ghadhabu kwa watu gani? Waliojenga miji yao kwa kumwaga damu, ikiwemo mataifa ya magharibi na Waarabu.